Gari aina ya Tesla Cybertruck limewasili nchini Tanzania kwa mara ya kwanza likiwa chini ya mradi wa kimataifa wa watalii wanaolenga kuvunja rekodi ya dunia Guinness ya kutembelea nchi nyingi zaidi kwa kutumia gari la umeme. Watalii hao ni Alan kutoka Chile, Lars kutoka Norway, pamoja na influencer wa Kenya Mbuzi Sela, ambao kwa sasa wapo mkoani Kigoma wakiendelea na safari yao ya kihistoria. Kupitia safari hiyo, timu hii tayari imefanikiwa kuvunja rekodi ya awali ya kutembelea nchi 33 kwa gari la umeme baada ya kufika katika nchi ya 60, huku Tanzania ikiwa miongoni mwa nchi hizo. Lengo lao kuu ni kufikisha safari hiyo katika nchi 80 ifikapo Septemba mwaka huu, hatua ambayo itaiweka rasmi kwenye vitabu vya rekodi ya dunia ya Guinness. Mbali na lengo la kuvunja rekodi, watalii hao wamesema safari yao inalenga pia kuleta furaha kwa jamii wanazozitembelea, kujifunza tamaduni za wenyeji na kutoa elimu juu ya matumizi ya teknolojia ya magari ya umeme. Wakiwa Tanzania, wamepata fursa ya kukutana na wananchi, kuwaonyesha gari hilo la kisasa na kujifunza maisha na utamaduni wa Watanzania, hususan kwa Kigoma. Tesla Cybertruck wanayoitumia ina teknolojia ya kisasa ikiwemo uwezo wa kujiendesha kwa kutumia akili bandia, yani AI, uimara wa chuma kisichopenyeka kirahisi, pamoja na kasi kubwa inayolingana na magari ya kifahari, huku ikibaki kuwa rafiki kwa mazingira. Kupitia safari yao wanakusudia kuthibitisha kuwa magari ya umeme yanaweza kutumika popote duniani na ndiyo mwelekeo wa usafiri wa baadaye. Jina langu naitwa Alan. Mimi ni mtengeneza maudhui ya YouTube na niko hapa na mradi wa Cyber Locos. Huyo ni Lars, kijana kutokea Norway, na mimi kutoka Chile. Katika safari hii tumesafiri na Mbuzi Sela ambaye ni influencer kutokea Kenya. Tunavunja rekodi ya dunia ya Guinness ya nchi nyingi zaidi zilizotembelewa na gari la umeme, na kwa hii tunatumia Tesla Cybertruck. Hii ni mara ya kwanza gari la umeme limefika katika nchi kama tunavyofanya sasa. Rekodi ya sasa ni nchi 33 na sasa sisi tuko kwenye nchi ya 60. Hii ndiyo nchi yetu ya 60, kwa hivyo tayari tumevunja rekodi. Lengo letu ni kufikia nchi 80 ifikapo Septemba mwaka huu. Tulianza safari hii mwaka mmoja uliopita na lengo kuu ni kuvunja rekodi ya Guinness. Lengo la pili ni kuleta furaha katika maeneo tunayopita. Kwa mfano, sasa tuko Tanzania, tunakutana na ninyi na mnapata nafasi ya kuona gari. Sisi pia tunapata fursa ya kuelewa utamaduni wa Tanzania. Na sababu ya tatu kwa nini tunafanya hivi ni kwamba tunataka kuthibitisha kwa ulimwengu kwamba unaweza kwenda popote kwa gari la umeme, na kwamba magari ya umeme ni safi zaidi na ni bora zaidi, na ndiyo mustakabali tunaotaka kuthibitisha kwa ulimwengu kwamba hili linawezekana. Kwa sababu kabla ya kuanza safari hii, kila mtu alituambia hii haiwezekani, ni hatari, gari la umeme aliwezi kuingia katika nchi nyingi. Hivyo tunathibitisha kwamba hiyo si kweli, na ndiyo mradi wetu unaitwa Cyber Locos. Unaweza kutupata Instagram, TikTok, Facebook na YouTube. Some facts about the car. This car costs about $80,000. Then you have to translate to Tanzanian money. It can go from 0 to 100 kilometers per hour in 4 seconds. So it's as fast as a Lamborghini or a Ferrari. But the difference is that this ina uzito wa takribani tani 3.2, yani ni kilo 3200. Ni kama magari matatu, lakini inapata kasi haraka. The metal part of the car is bulletproof. Sehemu ya chuma ya gari hili ni kinga risasi, bulletproof. Hata kutupa mishale haungeweza kupenya. Is that it uses artificial intelligence na jambo la kushangaza zaidi kuhusu gari hili ni kwamba linatumia akili bandia, artificial intelligence, kuendesha lenyewe. Unaweka anwani unapokwenda na gari linakupeleka bila kugusa usukani hata kidogo. And you can control everything from the phone.
So, for example, if I just do it from here. If I want to Make the wheels up. like for example, I want to open this part, I just do it from the phone. Understand? Hey! And in here we have space because the car is electric. It doesn't have an engine. The engines are electric and they are inside like this size. So for example here, no, wait. We'll do it from here. I press here and now the door opens. Okay, we go inside and what you find here is this panel. Nothing else apart from this panel where you control everything from the car. If I want to, I can lift it up, I can open the back part, and then you have all the cameras. Here you can see everything that is happening around the car. With these cameras, the computer does everything. When we auto drive, when we self drive, we don't touch this, we don't touch the pedal, we just here, and the car drives by itself. And then what else? For example, like every single thing that you want to do, if I want to open this, I just press here, computer, and this. There are nothing, absolutely anything else. What else I can show you? The car can be lifted, but I cannot do it now because it's charging. When it's not charging, I can lift it up. The whole car becomes much taller for going four-wheel drive. Taarifa hii imeandaliwa na Ali Dreams TZA kutoka Kigoma. Mimi ni Regina Baltazari.